Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka 2026. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumamosi. Ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia ahimiza amani, utulivu Eid al-Fitr, awatakiwa Tanzania sikukuu njema. Nchimbi ataka dini zilinde maadili ya taifa. Habari ni katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Njombe haja tofauti wenyeji Mei Mosi kitaifa. Habari katika ukurasa wa 3. Zambia yazindua kituo 40 msongamano na Konde. Habari katika ukurasa wa 18. Wawili mbaroni tuhuma mauaji yaliyofukiwa nje ya nyumba. Habari katika ukurasa wa 4. Rioba aga TBC amshukuru Samia kumwokoa vitani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Jaji mwanamke wa kwanza mahakama kuu afariki dunia. Habari katika ukurasa wa 2. Tanzania yaita wawekezaji sekta ya afya sayansi. Habari katika ukurasa wa 3. Msongo wa mawazo waathiri wanawake zaidi, sababu za tajwa. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari picha ikimuonesha makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi akipokea tuzo maalum kutoka kwa viongozi wa Jumuiya ya Maadhimisho ya Amani Tanzania JMAT kwa kutambua mchango wake katika ujenzi wa amani Dar es Salaam juzi. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni polisi jela miaka 2 kwa kuua. Alimshambulia kwa kipigo mtuhumiwa wa wizi wa simu hadi kumpasua kichwa. Familia ya marehemu yapinga hukumu ya dai hailingani na ukubwa wa kosa la mauaji. Habari katika ukurasa wa 4. Nukuu ikisema, sisi kama familia hatujaridhishwa na hukumu hii. Uamuzi huu hauendani na uzito wa kosa lenyewe. Tunaomba serikali itusaidie katika hili ili haki ipatikane. Tungekuwa na uwezo tungeenda mbele zaidi ya sheria. Lucian Yeyeu, baba wa marehemu. Gazeti hili lina habari picha ikionyesha waumini wa dini ya Kiislamu wakiwa katika swala ya Eid al-Fitr katika msikiti wa Haki Karume, manispaa ya Morogoro, baada ya kumalizika kwa mfungo wa mwezi wa Ramadhan. Mwananchi limeandika vita vya Iraq Israel huacha maumivu kwa kulima. Habari katika ukurasa wa 5. Yuli Manning 1939 hadi 2026, jaji wa kwanza mwanamke aliyegeuza taswira ya sheria. Nyerere alimteua jaji, ni mwanamke wa kwanza nchini kusoma sheria. Alikuwa mwanamke pekee katika wanafunzi 14 wa kwanza wa sheria wakati UDSM inaanza mwaka 1961. Mwaka 1975 aliteuliwa kwa mbunge, baadaye waziri wa sheria. Akawa miongoni mwa wanawake wa kwanza kushika nafasi ya waziri kamili nchini. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Mtuhumiwa wa mauaji ya Nyanza alivyonaswa, simu ya tajwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Lukiza Autism Foundation ikishirikiana na Wizara ya Afya inakuletea msimu wa 5 wa mbio pendwa jumuishi, mbio ya usonji Run for Autism Tanzania Half Marathon itakayofanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 4 mwezi wa 4
mwaka 2026 Oyster Bay jijini Dar es Salaam. Malengo ya mbio hii ni kuadhimisha siku ya kuelimisha jamii kuhusu hali ya usonji duniani, kuhimiza mtindo bora wa maisha wa kufanya mazoezi, kuwashawishi wanafamilia wote wenye wanafamilia wenye usonji au ulemavu mwingine kutofungia ndani, wakutanisha na wadau mbalimbali wa usonji kwa lengo la kujuana, kufurahi pamoja na kuongelea haki na mahitaji ya watu wenye usonji na hali nyingine. Fedha zitakazopatikana zitaendeleza utekelezaji wa mradi wa ustawi wa kila mtoto, viashiria vya usonji. Gharama za usajili ni shilingi 35,000 tu. Kujisajili sasa, ingia kwenye tovuti ya www.runforautismmarathon.co.tz au piga simu namba 0783639335. Tulitazame sasa gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kwa kithiri mauaji, viongozi wa dini wadau wataja chanzo, njia ya kuzuia, washauri jamii ijenge uaminifu katika uhusiano, kuwa na hofu ya Mungu, ustahimilivu na elimu itolewe. Habari katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa 4. Nukuu ya CACP Jumanne Muriro ikisema, tunawashukuru wananchi kwa ushirikiano wanaoendelea kutoa katika kufichua vitendo vya uhalifu, kusaidia upatikanaji wa watuhumiwa. Lakini pia ipo nukuu ya Askofu Nelson Kasari ikisema, watu wamekataa maagizo ya Mungu, wanatimiza mambo ya dunia. Rai yangu ni kwamba watu waruhusu kusikia sauti za Mungu na waache kusikiliza sauti za dunia. Nukuu ya Sheikh Nuhu Mruma inasema, uaminifu katika maisha utasababisha mtu asiwe na shaka na jambo lolote. Wakati mwingine kinachosababisha wivu ni dhana, lakini pia mmojawapo kutokuwa mwaminifu katika uhusiano. Ipo nukuu ya Rose Ruben inasema, jamii ijifunze kuvumiliana katika kutatua migogoro. Inawezekana kupunguza matukio ya vifo. Kinachosikitisha ni kwamba taarifa za mauaji zinahusisha pia kuuawa kwa watoto. Matumaini mapya wanaotokwa na damu baada ya kujifungua. Habari katika ukurasa wa 3. Akata rufani kupinga amri kaburi la baba kufukuliwa. Habari katika ukurasa wa 4. Wananchi mikoa 17 wapewa tahadhari ya mvua kubwa. Habari katika ukurasa wa 2. China kuwekeza viwanda vya nguo ujenzi nchini. Habari katika ukurasa wa 3. Washerehekea Eid mabomu ya Kirindima. Habari katika ukurasa wa 17. Mwanamke wa kwanza kuteuliwa jaji afariki dunia. Habari katika ukurasa wa 17. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Uhuru ukweli daima ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni tusherehekee Eid kwa utulivu, amani. Ni salamu za Rais Samia kwa Waislamu wa Tanzania leo kuwa mgeni rasmi baraza la Eid. Habari katika ukurasa wa 2. Nchimbi atilia mkazo maadili mema nchini. Habari katika ukurasa wa 2. Mwanasheria wa kwanza mwanamke UDSM afariki dunia. Habari katika ukurasa wa 3. Athari za kuzungumza kwa simu muda mrefu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 gazeti hili. Mvua kubwa kuonyesha siku 5 mikoa 8. Habari katika ukurasa wa 3. Shujaa wa saratani ya matiti huyo hapa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 17. Mwinyi, mema ya mfungo wa Ramadhani yaendelea. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Nalo gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenye habari iliyopewa kipaumbele Jumamosi leo ni Dr. Mwinyi, tuendeleze mambo mema ya Ramadhan. Habari katika kurasa za ndani. Habari picha inaonyesha rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi katikati ageti dua iliyokuwa ikiombwa na mufti mkuu wa Zanzibar Sheikh Saleh Omari Kaabi baada ya kushiriki sala ya Ijumaa katika msikiti wa Maisara mjini Unguja jana. Hemedi wataka wazazi kudhibiti watoto wakati wa Eid. Habari katika ukurasa wa 2. Wagonjwa wa Kipalestina wapelekwa Misri kwa matibabu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9 wa gazeti hili. Mwanafunzi akutwa amefariki chumbani. Habari katika ukurasa wa 6. Dr. Mwinyi, Dr. Samia wapongezwa kudumisha amani. Habari katika ukurasa wa 8. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi. Ndilo gazeti wa Machinga mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni wafanyabiashara wakosha mapendekezo tume ya rais ya kodi. Habari katika ukurasa wa 3. Maelfu ya wakimbizi Burundi warejea nyumbani. Habari katika ukurasa wa 3. Jaji wa kwanza mwanamke Julie Manning afariki dunia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Oryx Gas yatoa mkono wa Eid al-Fitr New Faraja. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga katika ukurasa wake mbele. Pata nakala yako, soma kwa ndani zaidi.
Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu? Usijali, Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika. Na sasa tukiwekia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti lenye limeandika Super 16. Habari picha ikimwonyesha Issa Salum Manula. Dakika ya 95, Manula mchomo hatari aliokoa wa Neva Kaboma wa Tanzania Prisons. Dakika 95, mchezo kati ya Tanzania Prisons na Azam FC Sokoine Mbeya, mchezo ambao ulikamilika kwa suluhu ya bila kufungana. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Dakika ya 15, Diara alizuia shambulio la hatari la Zidane Sireli wa Azam FC. Dakika 15, mchezo kati ya Azam na Yanga, mchezo ambao ulikamilika kwa suluhu ya bila kufungana. Kasali dakika 64 aliokoa shuti la hatari la Hassan Haji Cheda wa Mashujaa FC. Dakika ya 64 kwenye mchezo ambao Simba ilipata ushindi wa magoli 2-0. Undani wa taarifa hizi ni katika ukurasa wa pili. Gazeti hili limeandika Nation Simba miaka miwili. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Nyuma ya pazia na Edo Kumwembe, wahuni wa kafu wametuvua nguo. Habari ni katika kurasa za ndani. Uzi wa mwisho wa Messi, habari ni katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Wakubwa mzigoni CAF zote zinachezwa hii leo Jumamosi. Ni Pyramids dhidi ya FAR Rabat, Al Ahli dhidi ya Esperance, mchezo unapigwa saa 4 kamili usiku. Leo Jumamosi ligi kuu Tanzania bara ni Mtibwa Sugar dhidi ya Yanga Jamhuri Dodoma. EPL leo Jumamosi ni Everton dhidi ya Chelsea saa 2:30 usiku. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Nalo gazeti Habari Leo limeandika ujenzi wa barabara Afcon Arusha kugharimu bilioni 82.5. Yanga kujiuliza kwa Mtibwa, habari katika ukurasa za ndani. Bodi ya kupitisha waamuzi ligi kuu, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Mkongwe Ochoa aitwa kuokoa jahazi Mexico, habari katika ukurasa 22. Beka ainyosha mikono Pamba Jiji, habari katika ukurasa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru, kweli daima, habari za michezo na burudani. Lenyewe limeandika Mtibwa Yanga mtegoni, habari ni katika ukurasa wa 23. Rais Dr. Mwinyi ataja viwanja na academy, habari katika ukurasa wa 23. Bilioni 82.9 kung'arisha barabara za Afcon 2027, habari katika ukurasa wa 23. Serena Williams aibuka kivingine, habari katika ukurasa wa 22. Bondia Laila Ali na siri hii, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 13. Chuck Norris afariki dunia, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Kocha Simba shtuka, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, kweli daima. Na gazeti hili linakamilisha dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.